Yes, ni katika mwendelezo wa kesi ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu. Basi mahakama imeweza kuahirisha shauri lake na kusogezwa mbele mpaka tarehe 23 mwezi Machi 2026. Karibu mtazamaji, tuangazia habari za kisiasa. Jina langu ni Official Rose D, hii ni Biomedia. Ni Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam siku ya leo Ijumaa Machi 6 imesikiliza maombi yanayotokana na shauri la madai la namba 8323 na mwaka 2025, ambako maombi hayo yalitolewa na kuletwa mahakamani hapo na mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu. Shauri hilo lilianza majira ya saa 3 za Afrika ya Mashariki na lilianza kwa wajibu wa maombi ambao ni wadaiwa wote walioko kwenye shauri la madai dai hilo la namba 8323/2025 ambalo linahusu usawa kwenye mgawanyo wa mali kati ya Tanzania bara pamoja na Zanzibar ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambao ni Saidi Isa Mohamed, lakini pia Maulida Ana Komu pamoja na Ahmed Rashidi Hamisi, ambao ni wao ndo walileta maombi kwenye shauri hilo la msingi. Sambamba na hao pia wapo bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, ambao kimsingi ni wajibu maombi kwenye shauri la msingi ambalo linasikilizwa mbele ya Jaji Hamidu Mwanga. Akizungumza mbele ya Jaji Mwanga, Lissu amesema kwamba maombi hayo yameletwa kwa njia ya hati ya maombi, yani chamber summons, huku ikiungwa mkono na hati ya kiapo cha Disemba 12, 2025. Na ameanza kwa kuzungumzia msingi wa kisheria wa maombi hayo, ambapo amesema hati ya maombi inaonyesha wazi kuwa maombi hayo yameletwa chini ya masharti ya amri ya kwanza ya kanuni ya 10 kifungu kidogo cha pili ya sheria ya mwenendo wa madai sura ya 33 ya sheria ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na katika kesi hiyo bado walalamikaji wanasema wadaiwa wamekiuka kifungu cha 6A 1, 2 na 5 cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 marejeo ya mwaka 2019, na iwaelekeza wazingatie kifungu hicho ili wawe sehemu ya mali. Baada ya kusikiliza pande zote mbili, jaji anasikiliza shauri hilo Hamidu Mwanga ameahirisha kesi hiyo hadi Machi 26, ambapo atakuja kutolea uamuzi rasmi wa Tundu Lissu kushiriki katika kesi hiyo au la. Itakumbukwa kuwa Tundu Lissu alifungua maombi hayo mnamo Novemba 14, 2025 akiomba kujumuishwa katika shauri hilo kama sehemu ya wajibu maombi. Tunaendelea kutazamia 23 mwezi Machi Jaji Hamidu Mwanga atakwenda kuamua jambo gani. Hii ni Biomedia. Endelea kusubscribe, kushare, like pamoja na comment kwa ajili ya kwa mwanafamilia na mtu kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali.